kweli ni tukio lilikuwa la kusikitisha na kufedhehesha, tukio ambalo haliwezi likaelezeka na kulimaliza. Lakini baada ya kutokea hili tukio, moja kwa moja nilitoa taarifa kwenye jeshi la polisi. Polisi wakaanza kazi, wamepambana mpaka hapo wahalifu pengine wasiwe wote, lakini mpaka asilimia kubwa. Jeshi la polisi lilifanya kazi kubwa, lilifanya usiku na mchana, na kuanzia siku ya tukio mpaka hapo baadhi ya wahalifu kupatikana wote na kutiwa nguvuni ili waende kwenye mikono ya sheria. Jeshi letu limefanya kazi kubwa sana, akiwepo kamanda wa RPC mkoa na wasaidizi na timu yote nzima, mkuu wa upelelezi mkoa, wilaya na vijana wao wamefanya kazi kubwa sana. Walikuwa walali, wamepambana tangu siku ya kwanza mpaka mwisho, mpaka ilipofanikiwa kwa muda mfupi wamefanikiwa kuwatia nguvuni wahalifu. Kiangalia zaidi, wao walikuwa wanahitaji kiasi cha pesa ambacho lakini mimi nitoa taarifa haraka polisi, na katika kuendelea na upelelezi sikuweza kuitoa hiyo hela yote waliokuwa wanahitaji, lakini ili muda uende jeshi la polisi liweze kukamata. Lakini mimi nawaasa vijana wa sasa kufanya kazi, waache kupata hela kirahisi, kwa sababu bila kufanya kazi ndio wanajiingiza katika matukio haya ya ovyo na ambayo sio rafiki na jamii yetu. Lakini jeshi letu liko macho, na hawa wahalifu nao ni binadamu, lakini akili kubwa. Lakini sisi teknolojia katika majeshi yetu nadhani ni jambo ambalo liongezewe zaidi, na tuwe na weledi pamoja na uthubutu wa kuwa na ukubwa zaidi kwa ajili ya kukamata wahalifu. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, nashukuru sana jeshi la polisi, kamanda wa mkoa, wasaidizi wake wote wamefanya kazi kubwa, na vijana wao wamelala wamekesha wakifanya hiyo kazi. Kwa hiyo vijana wetu ni wahalifu, wengine tunaishi nao. Kwa hata sisi jamii tunaoishi na vijana wetu hawa, tuwabaini kwamba ukimwona kijana hana mwelekeo ambao sio sahihi, bora kutoa taarifa sehemu husika. Vijana ndio tamaa ambazo zinapelekea kufikia katika hali. Kwa hiyo sisi tunaishi nao, wahalifu wako tunaishi nao, wengine sisi watoto wetu, wazazi wetu, wengine marafiki zetu. Kwa hiyo tuwe na sisi ni walinzi. Jukumu la ulinzi ni mwananchi mwenyewe. Kila mtu ni mlinzi kwa taifa lake. Kwa hiyo tukiona dalili kama hizo, tuweze kutoa taarifa kwenye vyombo husika.